Karibuni na ujambo mtazamaji pia msikilizaji wa channel yako pendelevu Kuna Nini News. Kuna Nini News ni channel yako TV online iliyo na makao yake huko nchini Uingereza. Tunakuletea habari za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, habari za kanda kama vile zile za kimataifa. Leo ni siku ya Jumatatu ya tarehe Machi 9 mwaka wa 2026. Haya ni matangazo yetu ya alasiri. Mtazamaji pia msikilizaji wa Kuna Nini News, katika yale ambayo tumekuandalia ni risasi ambazo zimepiga nyingi katika mji wa Goma, hasa sehemu za wilaya ya Nyiragongo, maeneo ambako yasikika kwamba wazalendo na wapiganaji wa AFC M23 wanapambana vikali kuelekea sehemu za mbuga la wanyamapori za Virunga. Mtazamaji, na kuomba waandamane nasi tangu mwanzo hadi mwisho. Kulikoni? Mtazamaji huo ambaye bado hujasubscribe, tafadhali huu ni muda wako, usikose kusubscribe, yaani kujabone, usikose kulike, usikose kuacha comment yako na kutuandikia mahali ulipo, na kwa mwisho usikose kushare, yaani kupartage, kuwasambazia wengine. Huo utakuwa ni mchango wako mkubwa kwetu na itatupelekea sisi kuja kesho kwa kishindo zaidi. Na bila kupoteza muda, tunakwenda kumwalika bwana Aime Mukanda Mbusa ambaye huyu na tujia zaidi sana kutupatia picha halisi ya mambo jinsi yalivyokuwa katika maeneo ya Nyiragongo. Aime Mukanda Mbusa, karibu. Watazamaji pia wasikilizaji wa Kuna Nini News walikusubiri kwa hamu ili utupe picha ya mambo jinsi yalivyokuwa katika maeneo ya mji wa Goma, huku risasi zikipiga kiolela, watu wasielewe ni nini kinachoendelea, licha ya kwamba wengi walikuwa wakizungumza kwamba huenda ni wizi wa ng'ombe, wengine wakisema ni M23 ilikuwa ikivukisha ng'ombe wakakutana na wazalendo, vitu vya aina hiyo. Lakini wewe ambaye ulifuatilia kwa karibu habari hizo, jaribu kutupe picha kwa mara nyingine tena. Karibu. Ndiyo mpasha habari, asante kwa aliko. Ni kusema tutajulisha wasikilizaji wa redio yako na yetu kama jana siku ya Mungu tarehe 8 Mars 2026 kulikuwa mapambano kati ya wazalendo wanaobaki hiyo maeneo tangu mwaka mzima na wanajeshi wa rebele wa M23 wakisindikizwa na jeshi ya Rwanda. Hiyo ni tunajulisha kama M23 alienda kuwachokoza huko mahali wanakuwa kimya, na wakati walichokozwa hivyo ilibidi wajibu, na ndio maana milio ya risasi ililia tangu asubuhi mapema mpaka jioni, na watu wa Goma na kando kando hawakuweza kusherekea sherehe ya 8 Mars vizuri, hasa vile watu wa Sake ambao milio ya risasi ilikuwa ikisikana sana, na hata watu wengi wa Goma wanaoishi sehemu za Muja waliweza kukimbia na kushuka kama hivyo Turunga nafasi zingine. Na ni kusema mapambano iliyokuwa napitika huko ndani ya buga la wanyama la Virunga sio mbali na Goma. Hakuna mtu anayejua bila kama iko namna gani, kwa sababu ilikuwa ndani ya mwitu ama msitu. Na kitu tutajulisha wasikilizaji ni kusema wakati mwaka moja M23 ikisaidiwa na jeshi ya Rwanda walikamata Goma, na hawakukamata, waliingia tu, kwa sababu wakati walishinda kuingia kwenye ligne de front ya Kibumba na fasi zingine, waliamua kutokea waziwazi kwenye boda ya Rwanda, kwenye Borne 13, wengine walipitia kwenye makaburi, na hata wengine walipitia kwenye Grande na Petite Barriere kuingia waziwazi. Na ndiyo maana population ya Goma hata kama inakuwa hapo, inakuwa ikiangalia na macho tu. Watu Goma wamebakia wa maskini na wanataka wakombolewe. Ni kusema wakati hiyo milio inalia, hiyo inakuwa watu wa Goma wengi 90% inasema si wakuje watugomboe, government si kuje itukomboe. Lakini ni kusema namna gani? Tunajulisha kama wazalendo wanakuwa mpaka leo maeneo nyingi ndani ya tarafa la Ruchuru, ndani ya tarafa la Nyiragongo, ndani ya tarafa ya Masisi. Na wale wazalendo ambao wanakuwa huko mahali M23 na kontrole, wanakuwa hawana apui, hawana ravitaema, na ndio maana wanakuwa kwa leo kimya. Ni kusema hauwezi kuwa ndani ya msitu bila msaada kutoka fasi nyingine na uende kwa wa kwanza kuchokoza. Ni hiyo kama hivyo maeneo ya Ruchuru, Binza, Busanza na fasi zingine, M23 imejaribu kuondoka kukimbia, kwa sababu wazalendo wamekuwa wengi huko. Na mimi nadhani siku zinazokuja wazalendo wakipata msaada kutoka kwa mtu yoyote wanaweza kuwa na juhudi. Wazalendo wanapigana mara nyingi wakipata motivation, lakini wakati hakuna motivation yoyote inayowakujia wananyamaza tu.
wanaishi maisha ya kawaida wakinyamaza, kwa sababu wakionekana kujionyesha watakuja wasumbua hapo. Na ni hiyo ni kusema watu wa Goma na Nyiragongo, pole kwanza kwa hiyo milipuko ya risasi. Ni kusema hata mvua ikinyesha mwisho inaisha, hata magumu ikikuwa namna gani mwisho inaisha. Ni kusema wazalendo wanaokuwa hiyo maeneo ni watu ambao wanapigania inji, ili adui asipate kuwaza amekamata kabisa, kwa sababu inji kama Sudani na zingine kulikuwa kuwa balkanization, hiyo watu kuchoka tu. Lakini wale wazalendo wanaobakia hiyo maeneo ya Nyiragongo, Ruchuru, nafasi nyingine kwenye maeneo yenye M23 imekontrole, ni wale wanaonyesha kama hawataachia adui muda ya kujipanga. Hata wa M23 wanakuwa ndani ya mji wa Goma, si mnasikia kama Magloire Paluku alifariki, aliuawa na wazalendo. Willy Ngoma amefariki, na hata wengine watu wamefariki ndani ya bomu hapa Mushaki juzi kwenye ngome ya Ngaruye na Gacheri. Hiyo yote ni kuonesha kama serikali na wazalendo hawalali. Na kwa mwisho wale watu wanaojiingiza kwa hiyo kitu, wale wa Kongomani wanaojiingiza kwa hiyo kitu, kwa sababu wakati wanafanya mitingi unakutana vijana wetu wanaenda jiunga na wale watu. Sio mzuri kujiunga na kitu ambacho haukujua kilianza wapi, kina lengo gani, wana misingi gani. Kwa sababu wakati wale watu watakimbia, sio wengi, wakati Rwanda itatoka iende kwao, na wale wenye wameibaiba wao wako wanaiba pesa kwenye kulipisha kodi, kwenye kupie, watakimbia Uganda, watakimbia Kenya, mahali walikuwa wanaishi na wamejipanga. Hasa nyinyi ambao mnajiingiza kwa hiyo vitu, mtakimbia wapi? Wengi kati yenu wataishia jela, na wengi kati yenu watauawa, na wengine watakosa wakimbie wapi. Ni kusema tunashauria watu wenye wanakuwa na akili wasiweze kujiunga na hiyo kitu, kwa sababu hata wanajiunga hakitadumu. Ni kudanganya tu, wanawadanganya wataenda mpaka Kinshasa, wanadanganya jeshi yao ambao hailipu, hii ni mwaka moja, watawalipa wakikamata Butembo na Beni nafasi zingine na Kinshasa. Tukue na akili, turudie nyuma, tuangalie rebelio zenye zilikuwa rebelio ya Laurent Desire Kabila. Watu waliojiunga nao leo, tulikuwa tungali vijana hiyo wakati hatukuweza kuingia na tuko shuleni. Wako wapi? Wote ambao walitoka kijijini mimi nilizaliwa, hakuna mmoja ngali hai mpaka leo. Ni kusema wakati unakamata silaha, unasema unaenda pigania inji, wala unaenda pigana, ujue kama umeamua kwanza kufa. Ni kusema namna gani wale watu wanaokuwa Goma ambao njaa krize imewaweka tabani, tunawapatia kwanza pole na kuwajulisha kama kesho yake amani itakuja rudi. Na wale watu ambao walishindwa kuvumilia mateso, kuvumilia njaa, watafika hatua yenye wanaenda wanakosa wakimbie wapi, wanatangatanga, wanateseka kama vile imekuwa wakati ya rebelio zingine. Watu wote waliojiunga na marebelio mwisho yao inakuwa tu ni kuishi maisha kutangatanga milele. Ni hiyo tu, tunawapatia pole na kuwapongeza wazalendo waliokuwa Nyiragongo wanaoongozwa naye General Niyonzima wa MPA na SMPA, na tunamuomba tu aendelee kukazana, kwa sababu adui inabidi apate watu wanaokuwa shujaa wa kumdestabilize. Na mimi najua kama ipo siku vita itaisha, wazalendo watarudi na wenye wanataka watakuwa jeshi, wenye wanataka watarudi ndani ya maisha ya kawaida. Ni kusema wazalendo wanaokubaki mweneo za Lubero ambao hawana kia kufanya, kwa sababu Waganda wametia pale kama ni zone tampo, ingebidi murudi Ruchuru, murudi Masisi, muende mudestabilize wale watu wanaojiita wakombozi. Tuone ukombozi yao ni namna gani. Unakuwa mkombozi na huko unauisha ndugu zako, unaiba ndugu zako, hiyo sio ukombozi. Asante sana bwana journalist. Na ni kufikia hapo mtazamaji, pia msikilizaji wa Kuna Nini News, ndio sina cha ziada. Nimekamilisha yale ambayo tumekuandalia muda kama huu. Mtazamaji, ombi langu kwako ni moja. Usisahau kauli mbiu yetu. Wewe ambaye bado ulikuwa hujasubscribe, huu ni muda wako. Usikose kujiabone, usikose like, usikose kuacha comment yako na kutuandikia mahali ulipo. Na kwa mwisho usikose kushare. Usikose kuwasambazia wengine. Huo utakuwa ni mchango wako mkubwa kwetu na itatupelekea sisi kuja kesho kwa kishindo zaidi. Hadi tutakapokutana tena hewani, na kutakia kila laheri.